Bana, karibu United Insider, nikupe taarifa za muhimu kuhusu Devils, na jambo kubwa wakati huu ni swala la usajili, lakini usiache kwenda mjini na twende ride. Usafiri wa kimtandao kupitia App Store na Play Store, unaweza kudownload na kupata usafiri kwa gharama nafuu kabisa. Moja kati ya taarifa ambayo inachukua wakati mkubwa kwa sasa ni taarifa ya usajili wa kiungo wa Brazil Ederson kutoka kwenye klabu ya Atalanta ya pale nchini Italia. Vyanzo vingi vya habari kutoka nchini Italia pamoja na England vinatuambia kwamba deal done ya Manchester kumsajili kiungo Ederson kwa dau ambalo linatajwa huenda ni paundi milioni 46 na likafika mpaka 50 kutokana na zile add-on ama bonus ambazo zitakuwa zinaongezeka, na vyanzo vingine vinatuambia kwamba tayari mkataba ni mpaka 2031. Lakini kwa mujibu wa Matteo Moretto, mmoja kati ya waandishi mahiri kutoka nchini Italia, anatuambia kwamba mazungumzo ya mwisho yamekwisha kufikiwa kabla ya kukamilisha mchakato mzima wa usajili. Lakini vyanzo vingine vinatuambia hiyo ni deal done, lakini vingi vikituambia pia deal inafikia sehemu nzuri. Inaelezwa kiungo huyu mwenye miaka 26 atapewa mkataba sasa mpaka 2031, na wao wanasema sio like to like kwa Casemiro, kwa sababu kiungo huyu ni box to box na sio defensive, sio kiungo wa ulinzi, lakini ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamepigiwa chapuo kubwa na kuweza kusajiliwa. Huyu ni mtu ambaye alikuwa tayari amekwisha kufikia makubaliano na klabu ya Atletico Madrid ya nchini Hispania. Walikubaliana maslahi binafsi, lakini baadaye dili imekwisha kushindikana, na hivyo Manchester ndio klabu ambayo inaonekana imefanikisha mchakato wa kuweza kumsajili Ederson kutoka kwenye klabu ya Atalanta. Sijui mtazamo wako unatazama vipi, lakini nimeona pia comment za watu wengi zikizungumzia tumepigwa na mambo kama haya. Usajili ni gambo, nyota yote anayesajiliwa huo ni gambo. Hakuna mchezaji ambaye amesajiliwa na akaenda moja kwa moja kwamba ataenda kuwapa chochote kitu club. Real walimsajili Eden Hazard kutoka Chelsea, ilikuwa gambo. Sijui umesajili nani, inaweza ikawa gambo. So hata Ederson ni gambo nyingine kwenye swala la usajili. So kama usajili utakuwa umekamilika, we have to wait, tusubiri kuona nini anaweza akatupa. Unaweza ukasajili kwa bashasha na asikupe chochote, na unaweza ukasajili sio kwa bashasha na akakusaidia. Kwa hiyo inaonekana kwamba Ederson to United is almost done, deal done. Kwa hiyo tusubiri kuona kiungo huyu akitangazwa kuwa usajili wa kwanza wa United. Lakini tukisalia hapo nchini Italia, kwa mujibu wa Gianluca Di Marzio kutoka Sky Sports, anasema Manchester hawajakwenda Italy kukamilisha dili moja, wana michakato zaidi ya kufanya nchini Italia. Mchakato wa pili ni kwamba priority yao bado inasalia kwa Sandro Tonali kutoka Newcastle United, na wamekwenda Italia kuzungumza na wawakilishi wa Sandro Tonali kuona namna ya kumpata. Hivyo Gianluca Di Marzio anasema Manchester huenda ikaleta viungo wawili. Tayari ni Ederson, lakini kipaumbele kingine ambao kilikuwa kipaumbele chao cha kwanza kabisa, lakini kumekuwa kuna ugumu sababu ya fedha, ni kumpata Sandro Tonali. Inaelezwa kama thamani ya Newcastle itapungua kutoka 70 mpaka 80, Manchester watakuwa tayari kujiingiza katika mchakato moja kwa moja wa kumnunua, lakini kama itakuwa 100 kwenda juu itakuwa ngumu kwa Manchester. Lakini kwa mujibu wa Di Marzio anasema viongozi ama watu wanaodili na usajili wako Italia pia kunegotiate deal ya kuweza kumpata bwana Sandro Tonali ambaye Manchester pia wamekuwa wakihusishwa naye kwa siku za hivi karibuni. Kwa hao ni viungo wawili ambao wanatajwa siku ya leo, na ya kwanza ikionekana deal done. Lakini mbali na Sandro Tonali, pia inaelezwa taarifa nyingine kuhusu kiungo kuondoshwa au kutokuchaguliwa kwa kiungo Matheus Fernandes kwenda kwenye timu ya taifa Ureno huenda likawa ni jambo bora sana kwa Manchester ili kuweza kukamilisha mchakato wa kumsajili Matheus Fernandes kutoka West Ham United. Na taarifa za leo nyingi zinaeleza kwamba mchezaji mwenyewe anawapa kipaumbele zaidi Manchester kuliko vilabu vingine vyote ambavyo vinamwania. Inatajwa kuna vilabu kadhaa vya nchini England vikimwania Matheus, lakini pia vilabu kutoka nchini Hispania. Lakini sasa mchezaji mwenyewe anaonyesha nia anawapa Manchester zaidi kipaumbele kuweza kusajiliwa nao.
Manchester wanamwangalia kiungo huyu kwa thamani ya paundi milioni 40 mpaka 50, lakini West Ham taarifa yao ya juzi ilikuwa ni kwamba watahitaji paundi milioni 84 ili kumweza kumuuza Matheus Fernandes, lakini kwa mujibu wa Transfer Market wanasema thamani yake ni paundi milioni 35. Huyu ni kiungo mwingine ambaye amekuwa akiimbwa sana kwa siku za hivi karibuni, na taarifa yake itakuwa inarudi. Kwa hiyo ni kiungo mwingine ambaye Manchester wanahusishwa naye kwa ukaribu zaidi kuweza kumsajili katika dirisha hili, na thamani yake kama itakuwa 40 mpaka 50, Manchester watakuwa tayari kuweza kuhakikisha wanamsajili Matheus Fernandes. Kwa hiyo kuna viungo wanaendelea kutazamwa. Licha ya viungo hawa, bado kutakuwa kunaendelea kuangaziwa kwa viungo wengine akiwemo Carlos Baleba, na chaguo namba 1 la Manchester linabaki pale kwa Elliot Anderson ambaye atakuwa anaenda na timu taifa ya England. So kuna viungo kadhaa wataendelea kuzungumzwa na kutajwa. Alex Scott ni kiungo mwingine ambaye anahusishwa zaidi na Manchester. Kwa kuna msururu wa viungo ambao Manchester bado itaendelea kuangazia kama watu sahihi wa kuweza kuwasajili. Lakini jambo jingine kubwa leo hii ni kwamba Manchester wametoa taarifa yao. Wanasema wamekwisha kuwaarifu watu wa karibu wa Yan Diomande kwamba United inatamani na inataka kumsajili Yan Diomande kama winga wa kushoto wa Manchester United. Na hapo kumekuwa na mbio ama mawinga kadhaa wanahusishwa na Manchester. Yuko Yan Diomande, yuko Iliman Ndiaye, yuko na Morgan Rogers. Hao ni watu watatu ambao wanatajwa kwamba wanawaniwa kupata winga wa kushoto Manchester. Lakini Manchester kipaumbele chake kikubwa ilikuwa ni bwana mdogo miaka 19 Yan Diomande. Sasa kwa mujibu wa Fabrizio Romano anasema Manchester imekwisha waambia watu wa karibu wa Yan Diomande ambao wanadili na Yan Diomande kambi yake kwamba hawatakuwa tayari kulipa paundi milioni 100 ambayo imewekwa na klabu yake RB Leipzig kama release clause ya bei yake ya kuweza kumruhusu kuondoka kwenye klabu hiyo. Manchester wako tayari kufika angalau bei itakuwa reasonable. Hawajasema ni kiasi gani cha fedha, lakini bei ambayo itakuwa reasonable, na hawatakuwa tayari kununua Yan Diomande kwa paundi milioni 100 ambayo inazungumzwa na kuwekwa na klabu yake. So huyu ni mtu mwingine ambaye Manchester wanaweza kuangalia option nyingine kwa sababu ya ukubwa wa bei. Hawataki kutumia fedha nyingi na wanasema watalazimika kuuza ili angalau kujenerate fedha, na ukiangalia watu wenyewe kuuza bado ni wachache na sio watu ambao wanahitajika sokoni. Bado pesa itapatikana kidogo, kwa hiyo hawatatumia fedha nyingi katika usajili wa kuboresha kikosi kuelekea msimu ujao. Jambo jingine zuri leo ni kuwa Bruno Fernandes amekuwa mchezaji bora wa msimu wa 2025-2026. Angalau Manchester na kitu cha kujipongeza. Bruno tayari ni mchezaji bora wa waandishi na tayari ni mchezaji bora wa EPL msimu huu. Kwa hiyo angalau Manchester imekuwa na wakati mzuri kwa kumuona Bruno akitoa tuzo hizi kwa siku za hivi karibuni. Hizo ndio update za wakati huu kuhusu Devils. Usiache kwenda mjini na twende ride usafiri wa kimtandao. Download application yao kupitia App Store na Play Store ili uweze kwenda mjini kiurahisi zaidi.